alipotuumba pale Edeni, alituweka ili tuitunze. Ewe baba, tuyatunze. Ewe mama, tuyatunze. Ewe kaka, tuyatunze mazingira. Karibu mtazamaji katika kipindi cha Mazingira Yetu. Kipindi cha Mazingira Yetu kinakujia kila siku ya Jumatatu kuanzia saa 3 kamili usiku. Ninayekuletea kipindi hiki, jina langu naitwa Henry Mabumo. Leo hii katika kipindi cha Mazingira Yetu tuko katika wilaya ya Kilosa. Wilaya ya Kilosa ni miongoni mwa wilaya zilizopo katika mkoa wa Morogoro inayotekeleza biashara ya hewa ukaa kupitia kampuni ya Village Climate Solution na kampuni ya Compassionate Carbon. Kampuni ya Village Climate Solution iko katika vijiji 12 na kampuni ya Compassionate Carbon inatarajia kufanya kazi katika vijiji 18 na kufanya idadi ya vijiji vilivyoingizwa kwenye biashara ya carbon katika wilaya ya Kilosa kufikia 30. Vijiji hivi vinatarajia kupata fedha zinazotokana na biashara ya hewa ukaa ambayo kwa sasa nchi mbalimbali zikiwemo za Afrika imeanza kukua na kuleta mageuzi makubwa ya kiuchumi kwa wananchi wa vijijini. Wilaya ya Kilosa imetarajiwa kupata mapato kutokana na biashara ya hewa ukaa. Tathmini ya awali inaonyesha mapato ya mwezi wa 12 vijiji vitapata shilingi bilioni 1,172. Halmashauri itapata shilingi milioni 147. Pesa hizi zitatumika kwenye kutekeleza vipaumbele vya nchi, hasa elimu, afya, maji pamoja na kilimo, pamoja na kuchagiza maendeleo katika vijiji. Mradi umetusaidia kwenye uhifadhi wa bioanuwai pamoja na mifumo ya kiekolojia, ukizingatia sisi Kilosa tunapakana na hifadhi ya taifa ya Mikumi, ambapo tunapakana katika vijiji vya Ihombwe, Kitunduweta pamoja na Mbamba. Miradi ya biashara ya hewa ukaa imesaidia sana kuhifadhi bioanuwai pamoja na mifumo ya kiekolojia baada ya baadhi ya vijiji vya wilaya ya Kilosa kikiwemo kijiji cha Ihombwe, Tunduweta pamoja na kijiji cha Pamba kupakana na hifadhi ya taifa ya Mikumi. Hatua hii imewezesha kuhifadhi wanyama wakiwemo walioko katika hatari ya kutoweka. Upande wa biodiversity, mifumo ya ekolojia, mradi umeweza kusaidia kuhifadhi wanyama ambao wako hatarini kutoweka, hasa tembo pamoja na mbwa mwitu, ambao hapo awali kabla ya mradi palikuwa na uhitaji mkubwa wa kuweza kuendelea kuhifadhi wanyama hawa kwa sababu palikuwa na matukio mbalimbali ambayo yalikuwa yanaendelea. Lakini kwa taarifa za sasa wanyama hawa wameweza kuongezeka na kuimarika. Lakini pia kwenye mifumo ya ekolojia imeweza kusaidia uhifadhi wa vyanzo. Mifumo ya ekolojia imeweza kusaidia uhifadhi wa vyanzo vya maji, hasa katika kijiji cha Ihombwe, Msimba pamoja na milima ya Rubeho upande wa Vidunda. Swala la kupunguza athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, wilaya ya Kilosa imefanikiwa kupunguza ukataji miti kwa zaidi ya 39% na kuwezesha vijiji 4 kufanya vizuri zaidi katika mradi huo. Upande wa climate mitigation, kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi, wilaya ya Kilosa imeweza kupunguza ukataji wa miti kwa 39%, ambapo vijiji kama 4 vimefanya vizuri zaidi. Kijiji cha Nyali imepunguza uharibifu kwa 93%, Mbamba imepunguza kwa 86%, Malolo 79%, Dodoma Isanga 73%. Kwa hiyo juhudi hizi za kupunguza ukataji miti hovyo ndio imeweza kusaidia kuzalisha credit hizo 500,000 ambazo zimeingizwa sokoni. Wilaya ya Kilosa pekee imezalisha credit za carbon 116,000 ambazo sasa zinawezesha mradi kuwa imara na wananchi kuweza kuona mafanikio ya yale waliowekeza. Mafanikio haya ya kupambana na uharibifu wa mazingira, miradi imewezesha kutumika kwa teknolojia mpya za kisasa ambazo zinasaidia wanavijiji hawa kuweza kujua maeneo yaliyoharibiwa wakiwa katika maeneo yao ya makazi au ofisini kwa kutumia simu za mkononi. Kwenye jitihada za uharibifu za kupambana na uharibifu, mradi pia unatumia teknolojia mpya ya kisasa ambayo inasaidia vijiji kuweza kujua maeneo yaliyoharibiwa
wakiwa bado kwenye maeneo yao ya makazi au ofisini. Kwa maana vijiji vyote vimegawiwa simu ambazo zimeunganishwa na mfumo wa satellite. Kwa hiyo asubuhi tu mtu akinania anaweza akafungua simu yake na akaangalia uharibifu huko sehemu fulani, kamati kaenda moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kusimamia uharibifu huo. Lakini pia kampuni imewezesha kutoa posho za hizi doria ambazo zinafanyika mara kwa mara kwenye vijiji vyote, ambapo imechangia kwa kiasi kikubwa kwenye kupunguza uharibifu katika wilaya yetu. Matumizi haya ya teknolojia nayo yamewezesha makampuni kusimamia rasilimali hizo kwa urahisi zaidi, kwani kwa sasa uwezo wa kubaini maeneo yaliyofanyiwa ubadhirifu ni rahisi na kufikika kwa haraka zaidi. Kwanza imetusaidia kuweza kusimamia rasilimali kwa urahisi zaidi. Kwa maana sasa hivi tofauti na zamani unaweza ukayagundua maeneo yaliyofanyiwa uharibifu kwa haraka na yakafikika kwa haraka. Lakini pamoja imetusaidia pamoja usimamizi wa rasilimali hizi kwa haraka, kwa maana unaweza ukayagundua hayo maeneo kiurahisi zaidi tofauti na hapo awali. Baada ya kutumia teknolojia hii, hata ukiangalia matukio ambayo tumeweza kuyasimamia mpaka sasa hivi, polisi tuna kesi zaidi ya 15 ambazo zimeshafunguliwa, lakini pia kuna kesi ambazo tayari zimeshahukumiwa, lakini kuna matukio pia ya watu kuweza kuhama kwenye hayo maeneo waliokuwa wakifanya uharibifu au kuishi ndani ya msitu. Kwa hiyo teknolojia imekuwa ni msaada kwetu, na tunashauri maeneo mengine ya uwekezaji waweze kutumia teknolojia hizi za uhifadhi kwenye masuala ya uhifadhi ili kurahisisha shughuli za uhifadhi kwenda vizuri zaidi. Miradi hii katika misitu ya asili ikiwemo misitu ya serikali kuu, halmashauri pamoja na misitu ya vijiji, wananchi wamekuwa na mwamko mkubwa wa biashara ya hewa ukaa. Hamasa kwanza ni kubwa baada ya hii malipo ya awali kufanyika na kampuni hii. Vijiji vingi vimeweza kujitokeza. Mpaka sasa hivi tuna idadi ya vijiji 42 ambavyo vimepeleka maombi kwa mkurugenzi mtendaji ili kuweza kujumuishwa kwenye vijiji ambavyo vinatekeleza mradi. Kilosa tuna jumla ya hekta 139 za misitu ya asili ambazo ziko chini zinasimamiwa na serikali za mitaa pamoja na vijiji. Serikali kupitia kamati za maliasili na serikali za vijiji, sasa kazi kubwa inafanya ni kutoa elimu kwa wananchi juu ya kutunza misitu kama moja ya rasilimali muhimu inayoweza kuongezea kipato na kukuza uchumi. Toka mradi ulivyoingia kuna activity mbalimbali ambazo tunashirikiana na mradi. Miongoni mwa hizo activity ni kuwapa elimu jamii. Elimu ya jamii jinsi ya kutunza misitu kupitia kamati za maliasili na serikali za vijiji, lakini pia wananchi wamekuwa wakishirikishwa kwenye mipango ya usimamizi ya misitu ya vijiji pamoja na vikundi mbalimbali ambavyo vimeundwa kwa ajili ya usimamizi wa misitu ya vijiji. Wilaya Kilosa inatekeleza agizo la serikali kwa maana ya upandaji miti, na mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe tumeshapanda miti kwa 104%. Tumepanda miti 1,432,000. Matokeo ni mazuri kwa sababu kwanza ni jamii kuweza kuongeza hari ya usimamizi na uhifadhi wa mazingira, lakini pia imesaidia kuimarisha vyanzo vya maji. Vyanzo vya maji vimekuwa ni vingi, na pia kuweza kufanya kilimo kwa urahisi, kwa sababu zamani maji watu walikuwa wanakimbizana na fursa ya upatikanaji wa maji, lakini maji yanakuwa yanapatikana kwa wingi na kilimo kinafanyika kwa urahisi zaidi. Miradi yote inafanyika chini ya utaratibu wa kituo cha kuratibu kaboni kilichopo chini ya usimamizi wa ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, ambao ndio chombo chenye kazi ya uhakiki ubora wa bidhaa zinazozalishwa kutokana na muktadha wa biashara hiyo, kutumia ithibati zilizothibitishwa kimataifa, inayoweka mkazo zaidi wa namna ya kuandaa andiko na utengenezaji wa miradi ili kupata uthibitisho wa hisa zitakazouza. Swala la upimaji, ufuatiliaji na uhakiki linategemea na mradi husika. So iko miradi ambayo inazalisha credits au hisa kutokana na kuzuia. Kwa mfano, miradi inahusu ardhi na misitu. Miradi hii manake unazuia ukataji au uharibifu kwenye msitu. Sasa upimaji wake manake utapima kiwango au idadi ya miti iliyopo, manake utafanya hesabu ya miti iliyopo,
iko katika ukubwa wa eneo gani na aina gani ya miti. Na hivyo unaweza kufanya hesabu na kujua kwa ukubwa wa eneo ulionalo, idadi ya miti ulionayo na eneo lenyewe, unaweza kuwa umetengeneza au umezuia credit ngapi. Sasa hiyo ni kwa miradi ya namna hiyo, lakini iko miradi ambayo inatumia nishati, tuseme miradi ya nishati. Sasa hii upimaji wake itategemea kiwango kiasi gani au nishati teknolojia gani unayotumia. Kwa mfano kama ni ya kupikia, manake unatumia majiko yenye ubora ambayo yanapunguza kiwango cha kuni kinachotumika, au majiko ya umeme au majiko ya gesi ambayo hayatumii kuni. Sasa hesabu yake tutajiuliza, kwa kutumia jiko hilo wewe umeacha kutumia kuni kiasi gani? Sasa hiyo ndio itaonyesha kwamba kama hilo jiko lisingetumika, manake ungekuwa kama jiko lisingetumika, manake ungekuwa umetumia labda tani moja ya kuni. Lakini kwa kuwa umetumia jiko ambalo ni sanifu au teknolojia ambayo ni iko sawa sawa, manake wewe umepunguza tani kadhaa. Biashara ya hewa ukaa ambayo kwa sasa ni kubwa inatumia ardhi, kwa mfano upandaji miti na utunzaji wa misitu. Wataalamu wanashauri ni vyema wananchi wakajiunga pamoja kama kikundi ili wawe wengi zaidi na kuwa na eneo kubwa, kwa sababu swala la ukubwa wa eneo ni muhimu katika kupata matokeo makubwa zaidi. Katika biashara yote kuna gharama za kuandaa ule mradi. Sasa kama wewe ni mtu binafsi una shamba lako la eka 50 na unadhani una fedha kutosha kuandaa ile andiko wewe kama wewe, sawa, unaweza kufanya. Isipokuwa kwa uzoefu hiyo itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu gharama ya kuandaa mradi mpaka ufikie kupata kuingia kwenye soko inaweza kuchukua fedha nyingi kidogo, na sio rahisi kwa mtu mmoja mmoja aweze kufanya. Sikatai, wapo watu wenye fedha ndio, lakini swali la kujiuliza kama ni biashara unafanya, je, gharama utakazotumia kujiandaa mpaka kufika kwenye kupeleka sokoni, kile utakachokipata kitalipa ile gharama? Ndio swali la kwanza. Ndio maana tunashauri kwanza, kabla hujaingia kwenye hatua ya kuanza kuandika lile, uwasilishe kwanza wazo. Alafu kabla ya kuwasilisha wazo, tunashauri ufanye kitu kinaitwa upembuzi wa awali, tunaita pre-feasibility. Ukishafanya ule upembuzi wa awali ambao mara nyingi itategemea, utapata mtaalamu atakushauri, atakufanyia upembuzi wa awali, atakueleza kwamba kwa eneo lako la eka 50 ukitaka kuingia kwenye biashara gharama zitakuwa kiasi hiki. Sasa wewe utapima kwa gharama utakazotumia na kiwango cha credit utakachozalisha vitalipa. Lakini tunashauri vizuri sana mtu afanye kazi kwenye kampuni. Na kwa hizi ambazo zinatumia ardhi, mara nyingi ukubwa wa eneo ni muhimu. Kwa hiyo kama watu wakijiunga wengi inaweza kuwa nzuri zaidi, kwa sababu huyu ana kipande cha 50, huyu ana kipande cha eka 2, eka 3, eka 1. Mkijiunga kwa pamoja mnaweza kuwa na eneo la kutosha na linaweza kuwa na matokeo makubwa zaidi kuliko ukiwa peke yako na nusu eka. Inawezekana gharama za kuandaa hiyo mpaka ufikie kwenye kuuza credit zikawa ni kubwa kuliko kile utakachokipata. Milango iko wazi kwa kikundi au mwananchi mmoja mmoja mwenye nia ya kupata mafunzo au hata kujua biashara ya hewa ukaa inavyofanyika. Kwa kuzingatia biashara ya hewa ukaa, swala la uwazi ni takwa linalomtaka mfanye biashara kutekeleza kwa chochote atakachokifanya. Tunafanya mafunzo ya mara kwa mara. Kwa kituo kinatoa mafunzo kwa yote anayekuja au anataka kupata mafunzo, anaweza kuja kwenye kituo, tunamwandalia mafunzo kwa ajili ya kumuelewesha kulingana na hitaji lake. Lakini pia mtu mmoja mmoja ambaye anapenda kujua kuhusu biashara hii na namna inavyofanya, huwa tunampa mafunzo. Lakini kwa maana ya uhakika kwamba kwa mti huu nitapata kiasi hiki, hili si swala la hofu sana. Labda nitoe ufafanuzi kidogo. Biashara hii inafanyika katika uwazi. Moja ya takwa ambalo linamtaka muendesha biashara yote kufanya ni swala la uwazi. Na chochote anachokifanya lazima kiwe wazi na kijulikane na mtu yote. Kwa hiyo kuna hatua kadha wa kadha. Moja ni ukishapeleka wazo, kuna hatua ya watu kuhakiki kile ambacho kinachofanyika, unachokwenda kukifanya. Uhakiki wake ni kweli.
kama ni eneo la mti la msitu unalonalo, lazima litafanyia uhakiki na lazima lihakikishe kwamba kile unachokisema ni sawa. Kwa hiyo kwa namna yote ile uwezekana kwamba utamdanganya mtu kwamba mti wake labda ni mkubwa alafu unamdanganya ni kidogo, ni mdogo sana, kwa sababu uhakiki unafanyika wa ndani na wa nje. Mpaka kufika kwenye kuuza zile credit, ile swala la uhakiki limefanya. Na uhakiki sio kwenye miti tu, ni uhakiki pia wa kuhakikisha pia kwamba unapofanya mradi eneo fulani husababishi wale waliokuwa wanaharibu sehemu fulani wakahamia sehemu nyingine kuharibu, kwa sababu hii haikubaliki. Tuna kitu tunachoita lazima uhakikishe kwamba ni ya kudumu. Maana unapoanzisha ule mradi kwenye ile eneo haimaanishi kwamba itafika tena baada ya siku 3 unabadilisha mawazo, unasema hapana, ndabadilisha. Hapana, haikubaliki. Lakini lazima iwekwe bayana kwamba huhamishi tatizo kutoka sehemu moja kulipeleka sehemu nyingine. Yaani kwa mfano mimi nimesema hapa bwana, eneo langu hili nalizuia watu wasiharibu, wasichukue kuni hapa na kadhalika. Lakini tutaenda kuchukua kuni kijiji cha pili. Maana ni kama umehamisha tatizo kupeleka sehemu ya pili. Kwa hilo lazima lazingatiwa pia. Kuhusu vipimo vya miti, ukubwa wa miti, idadi na uwezo wa miti katika kunyonya hewa ya carbon, hivyo kutengeneza hisa za carbon, Tanzania imepiga hatua kubwa. Sasa ina wataalamu wa ndani wenye uwezo mkubwa wa kufanya hesabu hizo. Wapo wataalamu. Chuo chetu cha kilimo pia kina idara, kina ndaki tunaita au college, ambayo ina wataalamu wa kutosha sana wenye kufanya vipimo. Na pia ziko taasisi nyingine nchini ambazo zinao wataalamu pia kufanya vipimo. Kwa hiyo ni rahisi kujua, wanaweza kupima mti una ukubwa kiasi gani, aina gani ya mti, kwa maana kwamba ni species au aina gani ya mti, na ina uwezo wa kufyonza kaboni kiasi gani. Yameshafanyika mahesabu na vipo vitabu vya wataalamu wameshaandika kuhusu namna ya kuweza kufanya hizo hesabu. Kwa hiyo sio swala la kukupa mashaka wewe unataka kuingia kwenye hiyo biashara, kwa sababu ni vitu ambavyo vinafanyika hapa na Watanzania. Kwa hiyo sio shida. Sasa nije kwenye swali lako la pili kwamba kituo ukiacha nishati safi ya kupikia tuko wapi? So biashara hii kama nilivyosema ni mtambuka. Inaweza kufanyika katika ngazi nyingi tofauti au sekta nyingi tofauti. Unaweza kuwa na biashara hii kwenye eneo la misitu, unaweza kuwa na biashara hii kwenye eneo la nishati safi ya kupikia, nishati ya umeme na kadhalika. Unaweza kufanya biashara hii kwenye masuala ya usafiri. Let's say unabadilisha, ulikuwa unatumia mpango labda ni wa serikali au ni makampuni binafsi, mlikuwa mnatumia magari ya kutumia diesel, sasa tunabadilisha, tunaweka betri ya kutumia umeme, inaweza kuingia kwenye biashara. Labda anabadilisha kutoka kwenye mafuta ya diesel inaenda kwenye gesi, unaweza kuingia kwenye biashara. Umeenda kwenye mfano, tumeenda kwenye kutengeneza reli ya kutumia umeme. Ukiangalia idadi ya wasafiri wanaosafiri sasa na treni ni wengi. Ina maana tumepunguza idadi pia ya mabasi na safari zingefanyika na mabasi. Hivyo umepunguza kiwango cha matumizi ya mafuta ya diesel. Hii inaweza kuingia kwenye biashara. Ukija kwenye kilimo, katika ngazi tofauti, kuna kilimo mseto kinaweza kuingia kwenye biashara. Kuna matumizi ya kinachoitwa biochar, manake mbolea au aina ya mkaa unaotumika kwenye udongo kuongeza uwezo wa udongo kutunza rutuba. Hiyo inaweza kuingia kwenye biashara. Kwenye kilimo cha mpunga, ukiondoa kwenye kile kilimo cha kitamaduni au cha kawaida ambacho unamwaga maji mengi yanatuoma kwa muda mrefu kwenye mpunga, kama ukiweka teknolojia ambayo itapunguza kiwango cha maji yanatumia kwenye mpunga, manake umepunguza uzalishaji wa gesi ya methane, na hivyo unaweza kuingia kwenye biashara. Teknolojia ya ujenzi kwa mfano, unaweza kuwa badala ya kutumia ujenzi kwa kutumia tunaweza kutumia mbao tukazitreat vizuri zikakaa kwa muda mrefu, tunaweza kujenga hoja tukaingiza kwenye biashara. Kwa hiyo katika ujenzi pia inaweza kuingia kwenye biashara. Kwa hiyo biashara inaweza kufanyika katika maeneo tofauti na sekta tofauti kulingana na hali halisi ilivyo. Let's say kuna biashara ambayo inaweza kufanyika kwamba labda tumeingia kwenye teknolojia, badala ya kutumia tumetumia nishati tukaweza kuchukua gesi ya hydrogen tukafyonza kaboni,
alafu tukatumia ile gesi ya hydrogen kutengeneza nishati nyingine mbadala. Sasa hapo tunaweza kuingia pia kwenye biashara. Kwa hiyo teknolojia hii, na ukija kwenye upande wa bahari kwa mfano, tukitunza vizuri yale maeneo ya bahari kwenye mikoko na ndani ya bahari kwenye ile mimea ndani ya baharini ambayo ikitunzwa vizuri kwenye matumbawe na aina nyingine ya nyasi zinazota ndani ya bahari, tunaweza kuingiza pia kwenye biashara. Kunaweza kujengwa dhana kwamba kuna maeneo labda yanaweza kufaa zaidi na mengine yafai zaidi. Biashara hii inaweza ikafanyika katika maeneo yote linapokuja swala la ardhi. Kuna utofauti ndio, na utofauti unakuja katika maana mbili. Kuna aina ya uoto. Sasa sisi kwa mfano kwenye eneo la Tao la Mashariki, uoto ulioko humu ni misitu ya nyanda za juu. Maanake hii misitu miti yake inakuwa, kwa sababu ya ni maeneo ambayo yanapokea mvua kwa wingi, miti yake inakuwa ni mikubwa zaidi. Kwa hiyo ina maana imetunza kaboni nyingi zaidi. Ni sasa na misitu ya ni ya pili ukiacha misitu ile ya Amazon kwa mfano ambayo iko katika maeneo ya Kongo na Brazil. Sasa ile ni misitu mikubwa zaidi na miti ni mikubwa zaidi. Lakini aina hii pia ya uoto wa asili wa namna hii pia una kitu kingine, manake unatunza bayanuai ya kutosha. Kama unasikia hapa tulipo, unasikia sauti ya viumbe wanapiga kelele. Hii ni ishara kwamba kuna eneo, kuna bayanuai ya kutosha. Manake wadudu na viumbe wengine, ndege na kadhalika na kadhalika. Sasa hii ni maeneo ambayo tukisema ni kwenye biashara, unaweza kusema katika misitu ni premium. Manake ni maeneo yenye kiwango cha juu kwa sababu uoto ni mkubwa, bayanuai ni kubwa, na unapohifadhi haya manake unatunza, na pia yako sehemu ya vyanzo vya maji. Manake ukiyatunza haya pia unatengeneza faida nyingine, tunasema ecosystem benefits, kwa maana kwamba unazuia ile maji, mvua inaponyesha maji isiondoke kwa wakati mmoja, yanakuwa kwa taratibu na mwisho wa siku yanaingia kwa ajili ya matumizi. Ndio maana tumejenga pia miundombinu ya umeme wa maji maeneo haya kwa sababu ya hii misitu hasa ya Tao la Mashariki. Lakini kuna maeneo mengine kama ulivyosema ya uwanda ule ambao ni kame kidogo, na hizi zinatofautiana. Kuna uoto unaitwa miombo ambao inachukua sehemu kubwa ya nchi kwa mfano. Alafu kuna uoto mwingine ambao ni unaita miti ya migunga hii, na miti mifupi midogo midogo na migunga ambayo iko sana ukienda mikoa ya Singida, Manyara, Manyoni na kadhalika. Sasa haya maeneo nayo uasili wake ndivyo yalivyo, nayo yanatunza kaboni, na sehemu kubwa hii miti kwa mfano hii ya miombo inawekeza zaidi kwenye mizizi. Kwa hiyo huyu mwingine kwenye maeneo mengine anawekeza kwenye upande wa juu, huyu anawekeza zaidi kwenye mizizi, na kwenye mizizi yake inakwenda umbali mrefu, nayo pia inatunza kaboni. Lakini kingine kuna masuala ya udongo uliomo mle, nao ikiachwa likitunzwa vizuri inatengeneza kaboni kwenye udongo. Ukienda kwenye maeneo ya mikoko, nayo sehemu kubwa haiko juu kwenye ile miti juu ya ardhi, sehemu kubwa iko chini ya ardhi, mizizi mingi, na tunasema kiwango kikubwa cha taka ambazo zimekaa kwa muda mrefu, hivyo zimefanya udongo ule utunze kaboni nyingi. Ukitazama kwenye mangrove kwa mfano, ikihifadhiwa vizuri inaweza kuwa na kiwango kikubwa cha kaboni kuliko hata kwenye hii maeneo mengine ya miti hizi mingine, kwa sababu imehifadhi kwa kiasi kikubwa layer karibu mita 1.5 mpaka 2 ya udongo wenye rutuba na kaboni ya kutosha. Sasa itategemea sana muandaaji wa mradi anataka kuwekeza kwenye kipengele kwenye eneo lipi. Kama utaenda kwenye maeneo ya ukame, manake utaweza kuwekeza kwenye udongo, lakini pia kwenye uoto ule unaota wa juu. Kama ni eneo la kilimo, basi unaweza kuwekeza kwenye udongo na sehemu chache kwa maeneo ile uoto unaota juu. Kwa hiyo maeneo yote yanafaa, isipokuwa kiwango kitatofautiana kulingana na eneo lilopo. Na kufikia hapo ndio tumefikia mwisho wa kipindi cha Mazingira Yetu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Henry Mabumo, mwalili wa picha ni Noel Lema, mpiga picha ni Deus Mjata. Hadi juma lijalo tunasema asanteni. Mungu alipotu